Mambo vipi baba Chilaka? Mimi niko poa kabisa. Nina furaha. Furaha gani wakati jana tayari mmekungutwa? Jana tumefungwa kwa bahati mbaya. Ukiangalia lile goli ambalo mtufunga Yanga sio goli la ufundi. Bahati mbaya, hii si mara ya 6. Mara ya 6 sawa. Sasa zile mara 5 ambazo wametufunga msimu uliopita tunazifuta kwa sababu sasa hivi Simba yani tumejipata. Uliona jana soka lilivyogongwa pale kwa Mkapa. Ile ni bahati mbaya. Yani Yanga mtufunga kwa bahati mbaya. Wangetufunga kuanzia goli 2 na kuendelea. Ningesema wametukamata, lakini wametufunga goli moja na papatu. Ile ni bahati mbaya. Katika wachezaji wako wote waliosajili msimu huu, kwa sasa hivi kumpa asilimia 100 mchezaji wa Simba bado. Kwa nini? Kwa sababu asilimia kubwa Simba tumesajili wachezaji wa kigeni ni wengi. Sasa kumteua kwamba mchezaji bora zaidi kuliko mwenzie, hapana, bado. Hivi tucheze mechi kama 6-7 hivi tutajua mchezaji gani mzuri, lakini Simba tuko vizuri japo tumefungwa jana kwa bahati mbaya na hawa mimi wanaita walimampunga soko bondeni pale Jangwani kwa samaki. Kwa nini ana? Kwanza yeye kusema si maswala hamna hata mchezaji mmoja Simba alompa asilimia hiyo kwanza ni Simba sio ni sisi tumewazidi kwa sababu Yanga ni tayari timu yenye uwezo mkubwa sasa hivi kwenye soka la mpira Tanzania. Lakini wao wachezaji wako kwa asilimia 100 Simba hamna. Kama yupo yule beki yule alocheza, yani yule jana ndo katunyima Yanga ushindi wa magoli mengi. Eti baba Chilaka. Ni kweli kabisa. Kauli anaongea ndugu yangu hapa. Yule beki ni mzuri. Na ndio maana nakwambia kama Simba iko vizuri kwa sababu moja ya wachezaji ni yule dogo yule. Yule dogo ukiangalia sura yake kama mlembo fulani, lakini dogo ni mkatili. Wewe Yanga, huyu bwana mdogo anasema kwamba Yanga imewanyima magoli kuhusu yule beki yule. Yule beki hajanyima magoli, yule beki ni mzuri. Na ndio maana nakwambia Simba bado tuko vizuri. Sasa nawasihi washabiki wa Simba Tanzania mzima, duniani kwa ujumla, usikatie tamaa Simba. Simba msimu uliopita tofauti na msimu huu. Simba bado hawajajipata, wachezaji wengi ni wageni pale. Wachezaji wale wataperform vizuri tu. Mwape muda, lakini wachezaji ni wazuri. Tayari mna msemaji mzuri, anajaribu kuwatia moyo mashabiki. Na mwenyewe unamwambia nini Ahmed Ally? Kwanza kabisa Ahmed Ally yule mimi ni ndugu yangu. Kwa sababu Ahmed Ally tumekaa kwenye nyumba ya kupanga, nyumba moja pale Tabata. Enzi hizo. Mimi kila nikimuona Ahmed Ally kwenye mtandao, kiukweli namuonea huruma. Kwanza Ahmed Ally sio mtu wa kuongea hivi. Timu inapofanya vibaya analazimika kutuliwaza kwa maneno mazuri ili tusiiache Simba. Ni ukweli kabisa maneno yake ndio anatutia nguvu sisi wana Simba tuzidi kuipenda Simba. Na Jilimo bwana na yeye pia vile anatutia nguvu sisi wana Simba kwa sababu hata Simba ikifanya vibaya bado anatia hela yake pale. Anajaribu kuibeba Simba, lakini tunamuomba Jilimo asiache timu ya Simba. Ipo siku mambo yatabadilika. Turudi kwa ndugu yetu wa Yanga. Una neno gani la kuambia? Dua timu yao ni nzuri, so kama mbovu kama tumewafunga sote mbovu, amna timu nzuri, wajiandae vizuri, yani wasije mapepe, ila sisi tutaendelea kuwafunga hata kama wana. Inaonekana wana mapepe. Yanga ana uwezo mkubwa sana kuliko hata timu yao. Kwa hiyo wao wajiandae, wapambane, ila sisi tutawafunga. Na sasa hivi tunaambiwa kweli tumechoka kuwafunga, tushachoka. Kama hawajashinda tena bwana, basi sie dabi yetu ile dabi, maneno ya dabi si nini na kwa inavunjika kabisa. Tumechoka mara 6 mfululizo jamani. Mnachukua nyie tu. Kila siku tunafunga, wanapambana zaidi wanapopambana, sisi tushachoka. Ajiulize mwenyewe kuna shida gani kwenye timu yao. Eti kuna kamzizi. Bwana mimi nilikuwa nimefikiria jana tulipofungwa, nikafikiria nilivyoenda kulala usiku. Mpaka mke wangu mama Chilaka akawa anashangaa, baba Chilaka bwana usingizi hautoki? Nikasema mimi nawaza mengi. Kitu kikubwa kabisa mimi kama baba Chilaka nawaza kabisa kama Haji Manara kuna nyota kaondoka nayo Simba. Kweli kabisa, usicheke mwandishi. Kwa akirudi mtafunga. Hapana, na waomba tu viongozi wa Simba waliobakia pale akenasema Ngungu. Wakae chini na Haji Manara, wamwambie naomba kunjua moyo. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu, mimi mwana Simba damdamu. Tunamuomba nikiwa kama shabiki kindakindaki mimi baba Chilaka, ninamuomba Haji Manara ajue kupata ubingwa mfululizo. Alafu na kitu kingine, unajua bwana
yani bado sisi tuna wakati mgumu. Kwa sababu kwa mfano kama Shabalala Zibo Junior. Unajua Shabalala Simba anaijua vizuri sana. Amecheza pale msimu zaidi ya miaka 11 na kuendelea. Unaona? Simba njoo ndugu yangu, njoo ndugu yangu, njoo ndugu yangu. Njoo. Huyo Yanga. Unaona? Mbona kavaa nguo ya Simba sasa? Huyo Arsenal lakini wao unasikia? Kitu kikubwa kwanza nashukuru sana hao ndugu zangu na Yanga wenzangu, wana Yanga wenzangu. Eti shabiki wa Dar es Salaam Yanga Afrika. Sasa mwana Simba hapo anasema huenda kuna kitu ambacho wana Simba walimkosea Haji. Watani wa jadi. Upande waliondoka Haji Manara, upande wa Simba kuja Dar es Salaam Yanga Afrika. Haiwezekani Simba toka timu imeanzishwa mpaka hivi sasa inafikia hii mechi ya 6 mfululizo back to back anapigwa yeye. Kitu ambacho kwa namna moja au nyingine swala hilo inawezekana pia. Kwa hiyo unawashauri nini sasa? Kwa sababu mwenzao au shabiki wa Simba hapo anasema wamuite wamuombe msamaha. Naona kama hilo haliwezekani hata hivyo, kutokana na Haji Manara alipokuja akaja kwenye burudani hata hivyo. Hata kuomba msamaha sidhani kama haiwezi kusaidia hata hivyo. Atakiri tu kwamba amekubali ila haiwezi kusaidia kitu chochote. Shabalala mmempokea. Ndio. Ana mchezaji bora, anajulikana katika ligi yetu ya Tanzania, ni mchezaji mkongwe na ni mzoefu. Na katika timu pia aliyokuja anajulikana pia ameleta maendeleo kutokana na hata hivyo alipoanzia mpaka ligi itakuisha. Jana alikufurahisha na nini? Jana alifurahisha kutokana na utendaji wake wa kazi. Wengi tulipofikiria aliponyanyuliwa Shabalala tulijua kwamba atakuwa na mapenzi na timu yake. Ila aliponyanyuliwa Shabalala mpaka anakuja kuingiza alionyesha kidogo ukakamavu. Hakuonyesha hisia na mapenzi kama wengi tulivyodhani kwamba ataonyesha mapenzi katika klabu yake ya Simba, ila haikutokea hivyo hata hivyo. Na pale Simba unamkubali nani katika wachezaji? Katika Simba bwana Kibu Dennis. Ndio naye mkubali. Dennis Prosper, mchezaji ambaye anapambana sana, anaonyesha juhudi katika timu, hata timu ambapo iko nyuma katika muda ule ambapo shatanguliwa alikuwa anaonyesha kidogo pambanaji. Mchezaji namkubali. Na waliosajiliwa sasa hivi? Waliosajiliwa sasa hivi bado sijaona bado alifurahisha katika utendaji wake wa kazi. Bado nahitaji mechi kadhaa kwa ili kufanya tathmini. Asante. Una wito gani sasa kwa mashabiki wa Simba? Simba bwana, wito wangu kwao ni kuiunga mkono timu yao, kwamba kucheza na Yanga katika hatua hii Yanga jamii sio kwamba ni kigezo kwamba timu yao ni mbovu juu ya Yanga. Aliyakuwa wamekutana na timu bora na wao wenyewe wanalijua juu ya hilo swala. Kwa hiyo wasijakafikiria kwamba usajili wao waliofanya na mechi yao ya kwanza kwa jamii kwamba kafikiria kwamba timu yao ni bora. Hapana, kitu kama hicho gani. Na kishokuto hapo naelekea katika michuano ya klabu bingwa Afrika, wanabidi wa support timu yao katika michuano. Lakini pia kwa nini Simba anapigwa hapa nyumbani lakini kimataifa anakuwa anang'ara? Katika hilo Simba bwana, mimi nawapongeza, wana mifumo mizuri. Katika uongozi wao unajua Simba ni wazoefu katika michuano hii Afrika tofauti na sisi Yanga Afrika. Ndio maana Simba ukiangalia katika renki za CAF wako nafasi ya juu kuliko Yanga, kutokana na wana mifumo pia kuicheza michuano hii. Kuliko ya nyumbani. Kuliko hii kwenye ligi yetu ya Tanzania. Nashukuru. Nani majina yako? Rajabu Asmani. Baba Chiraka, nawe una neno gani la kuhitimisha kabla ya ndugu yetu wa Yanga hapo hajazungumza? Bwana, mimi sina maneno mengi, nimezungumza sana maneno mengi, lakini kitu kikubwa narudi pale. Viongozi wa Simba wakae wamuombe msamaha. Umeoteshwa? Hapana, lakini unajua bwana, kitu unachokiwaza mara kwa mara ndicho kitachotokea. Siku yote ukihisi labda tumbo linauma, aliumi, baadaye litakuja linauma kweli. Kwa hiyo mimi Baba Chiraka kile ninapokaa na Mwanza Haji Manara. Ila kitu ambacho namuomba Mohamed Hussein, yuko Yanga na pale Yanga amekwenda kuitumikia Yanga da Afrika, zote ni timu za Tanzania. Asije akasubutu kutoa siri za Simba. Au sio bwana? Wewe Zibo Junior wewe. Kuwa msiri. Simba ndio klabu ambayo imemlea Mohamed Hussein. Kwa hiyo jitahidi kuwa msiri, uwe na kifua. Mimi chokubali naiombea timu yangu kwanza ya Afrika ikafanya vizuri kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika. Na pia mimi naomba sana Simba, yani naombea sana Simba. Sababu sio kama wana timu mbovu, hamna. Na kuna wachezaji ambao wapo wana mpira mzuri sana, yani hata kuliko wachezaji wetu wazao.
wapo pia wazawa ambao wanajua mpira. Yani sema ukweli, Simba na sasa hivi kwenye masuala kubwa wako vizuri. Huyu bwana, huyu ndio maono yake yanavyoona, ila mimi kwenye masuala hayo na kuasiamini. Hakuna ile mambo yapo pale pale, Simba wenyewe kwa wenyewe ndio wanajuana, ila pia wasiamini sana hivyo kwa sababu wamefungwa na Yanga. Waangalie tu mambo mengine, ligi zingine hizi kama klabu bingwa nini. Amna, Yanga sio shazoea mara ngapi tunafunga? Mara 5. Yani waje waseme tu ukweli, sisi Yanga sasa hivi hatuwawezi kivipi. Uwanjani, nje, wapi hakuna, hawatuwezi hata kidogo. Kwa hiyo wakubali.